Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, nawakaribisha tena na waalika tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa. Sasa leo bado tupo kwenye ule mwendelezo wetu wa spana za Tundu Lissu akiwa bungeni. Spana za Tundu Antipas Lissu akiwa bungeni. Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende tukazione hizi spana za Tundu Antipas Lissu akiwa bungeni. Tukianza na spana namba 5. Kura spana hiyo. Hii kitu iliyoandaliwa na kamati ya uongozi. Kamati ya uongozi kwa mujibu wa kanuni zetu haina mamlaka yoyote ya kusema lolote juu ya kanuni. Kamati ya uongozi haina mamlaka ya mambo ya kanuni. Kwa hii kilicholetwa na kamati ya uongozi kisiingie katika rekodi za bunge hili, na sisi hatutaruhusu kanuni zivunjwe. Tunataka kanuni ziheshimiwe. Kwa hiyo takataka hii isiingie katika bunge hili. Aya, sasa twende moja kwa moja tukaangalie spana namba 4. Kura spana hiyo. Nielekeze kiti chako kwenye kanuni ya 47(1) ikisomwa pamoja na kanuni ya 47(3) ya kanuni za kudumu za bunge, na niombe idhini yako Mheshimiwa Naibu Spika kwamba bunge hili tukufu liahirishe shughuli kama zilivyoonyeshwa kwenye orodha ya shughuli za leo ili kujadili jambo la dharura linalohusu ajali ya meli ya MV Stargate ambayo imesababisha vifo vya Watanzania wengi sana. Na Mheshimiwa Naibu Spika, wewe mwenyewe ni shahidi jinsi ambavyo swali la leo lilohusu ajali hizi za meli ambavyo limeibua hisia kubwa sana miongoni mwa wabunge wa bunge hili tukufu. Na jambo hili Mheshimiwa Spika halijawahi kujadiliwa ilipotokea ajali ya MV Spice Island mwaka jana, na leo imetokea tena. Huu ni muda mwafaka kwa bunge lako tukufu kujadili jambo hili kubwa, badala ya kulipa bunge likizo ajali inapotokea. Bunge lijadili swala hili kama swala la dharura. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba idhini yako kwa mujibu wa kanuni hizi. Asante sana. Aya, tukaangalie spana namba 3. Kura spana hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii asilimia zaidi ya 30 ya total land mass ya Tanzania imehifadhiwa. Na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wananchi kwa mamilioni wameondolewa kwenye maeneo hayo. Wafugaji hawapo, wakulima hawapo. Na namna pekee ambayo tumeitumia kwa miaka zaidi ya 50 ya kulinda maeneo haya ni kuyafanya kuwa maeneo ya kijeshi. Ndio maana katika sehemu kubwa yenye uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu kwenye Tanzania ya leo, ukiachia vituo vya polisi, ni kwenye maeneo ya hifadhi. Hamwezi uhifadhi wa aina hii unaotegemea kutesa watu, unaotegemea kunyang'anya watu maeneo yao, hauna future. Kuna siku hawa watu wataamka, watajibu, halafu tutaenda wapi? Kwa Mheshimiwa Waziri, naomba nikupe na nisaidie tu, kuna sababu gani ya kisayansi leo ya kuwakataza wafugaji wa Kimasai ambao hawawindi kuchunga kwenye hifadhi walikofukuzwa 1959? Kama unataka kujua sayansi inasemaje, soma Alan Rogers na K. Homewood 1995, The Maasai Land Ecology. Wamesema maeneo haya ya uhifadhi yana wanyama pori kwa sababu wafugaji wa Kimasai hawana shida na wanyama pori. Sio wawindaji. Mnawafukuza, mnawaharibia uchumi wao wa kiufugaji. Siku wanyama wao wakiisha watakuwa wawindaji. Wakipata bunduki kama Karamoja, muone mtakwenda wapi na wanyama pori wenu.
namna ya kuokoa long term maslahi ya uhifadhi, namna ya kuokoa wanyamapori hawa na maeneo haya ni kuhakikisha kwamba zile shughuli za matumizi ya ardhi ambazo kihistoria hazina athari kwenye uhifadhi, pastoralism, zinakuwa integrated. Ngorongoro is a failure kwa sababu imekuwa undermined. The idea was good, lakini imetekelezwa vibaya. Wamasai wa Ngorongoro leo ni maskini kuliko Wamasai wengine wote. Tukaangalie spana namba 2. Kura spana hiyo. Hoja yangu ya msingi ni kwamba taifa hili linaangamizwa na impunity na ukosefu wa uwajibikaji. Wakosaji hawaadhibiwi, wanaotakiwa kuadhibiwa na rais hawaadhibu. Hiyo ndio hoja yangu. Hoja yangu sio kumkajeli rais. Hoja yangu ni kwamba majaji wamepokea rushwa, imeonekana kwenye kamati, imeletwa, imezungumzwa bungeni, tumesema washughulikiwe kikatiba, rais amekimbia. Sio kumkejeli, rais amekimbia, hajatimiza wajibu wake kikatiba. Mwanasheria mkuu wa serikali, kazi yako sio kushauri bunge, kazi yako ni kuishauri serikali. Mshauri rais atimize wajibu wake kikatiba, sio kushauri bunge. Kazi ya bunge ni kuishauri serikali. Wewe huwezi kuwa mshauri wetu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, tatizo letu ni impunity. Hawa ambao wanaiba kila mwaka tunaletewa taarifa. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako tukufu kama linaunga mkono uchafu huu halitachukua hatua, lakini kama linataka tupute an end kwa uchafu huu, kwa wizi huu, kwa ubadhirifu huu, mwaka huu tuanze na mawaziri wanaohusika na taarifa zilizoletwa hapa. Fedha zilizokuwa ring fenced za madini za REA zimeliwa. Halmashauri ni wizi mtupu. Mawaziri wa halmashauri hizi wanafanya nini? Wanapokea mshahara wa serikali ili wafanye nini? Walioshiriki kwenye wizi huu wanasubiri nini? Kwa nini hawakamatwi? Waheshimiwa wabunge, kama mnataka tuchukue hatua, tukomeshe uchafu huu, tuanze na hawa walioko humu ndani ambao ni saizi yetu. Halafu tuwaambie watakaoteuliwa kwamba mkawakamate na kuwashtaki na kuwafilisi wale ambao wameiba mabilioni haya. Tukionyesha mfano wa mawaziri hawa wanaoiba, wasiachiwe wakaenda kuzila hela za wizi. Sasa tumeshaangalia spana ya 5 mpaka ya 4. Sasa twende tuangalie spana namba 1. Kura spana hiyo. Kuna mahali popote humu ndani tunapotaja jambo ambalo liko mahakamani, hatujataja kesi hata moja. Tumetaja matukio ya mauaji yenye sura ya kisiasa, ni kweli, lakini hatujasema kwamba mahakama haijasikiliza hili shauri. Hatujazungumza chochote ambacho kiko mahakamani, na upande huu unaodai kwamba mambo yako mahakamani walitakiwa kueleze Mheshimiwa Spika, ni kesi namba ngapi, mahakama gani, ni kina nani wanaohusika, imefunguliwa lini. Huwezi ukazungumza wewe halafu akitaka kuzungumza wengine liko mahakamani. Haiwezekani, tutendewe haki. Mheshimiwa Spika, nilichosema ni kwamba naomba uelewe basi, na usikilize kwa makini ili uelewe. Wewe mwenyewe uondoe jazba. Ni hivi, kwenye hotuba yetu haizungumzii mienendo ya kesi zilizo mahakamani. Ni hotuba ambayo imetoa tu maelezo ya jumla ya kesi ambazo zimewahi kutokea ambazo zimepelekwa mahakamani. Hatujadili mienendo ya hizo kesi, na ndio maana tunasema hii ni biasness. Usisahau kulike, kucomment na kushare na kusubscribe akaunti yetu. Asante sana ndugu watazamaji.